lakini nilisikia kama Obidan, lakini alikuwa ameniambia tutaenda Mande kwa Obina. Na mimi nikakataa. Hata tuliwachana nikiwa nimekataa. Na si ati pesa, juu nilisikia ile kwanza mambo imenikasirisha ati nilikataa kwenda huko juu. Nikipewa 60,000 mimi naenda. Alafu huko kwa Obina alienda na kuku akasema kuku ndio hii Esther. Hiyo vitu vingine alifanya hii sina ubaya, hii ni Mungu tunawachia Mungu. Lakini hiyo mambo mbili kuku na watu wasikie juu nilisikia hiyo maneno hapa ati nilikuwa naitisha 60,000. Nilisikia saa hii tukikuwa kwa koti. Aseme nilisemea wapi na kuku alikuwa ameita Esther ni nini? Guys, so we have Mish Brown here. Mish Brown was there on the night yenye Mr. Obidan Dela was with Shosho. Actually, the day before when Shosho was getting pampered and, you know. But Mish Brown, thank you for coming up. Mr. Dela, if you've arrived, please just come request ukuje juu tafadhali. Aya. So Jackie, so Shosho has actually stated the issues zenye akonazo na Obidan. Ameoleza tu maneno mawili. Kuna issues zingine zenye zilikuwa hapo alielezea hapo awali zenye haja ongea na comment section wanamremind hapo chini. Comment section wanaongea juu ya Thong. So unaweza saidia hii koti utupatie hiyo list ya issues zenye ilifanya Shosho asiwe na furaha na Obidan tafadhali. Okay, the issues ambazo Obidan ameletwa nazo kotini siku ya leo is kama Shosho ameelezea kwanza hiyo mambo ya kwenda kwa Obina kusema sorry, Ben change, I will drop you now so that I bring our senior counsel back up. Thank you for being here. Thank you. I really appreciate it. Okay. Let me go back to the key point because there is a root cause. Madam Prosecutor, can I have 1 second only to direct something, please, before she goes out? Yes, thank you very much, Madam Prosecutor. I would also like this court, as a senior judge or chief magistrate, senior justice, is that I'll point, this court appoints senior counsel Sunday to represent Shosh because I know it's going to be tough here. Please, Senior Sunday to stand for or represent Shosh too. Thank you. Madam Prosecutor, if you can connect that with the two court clerks. Yes, absolutely. Yeah, absolutely. Yeah. Now, we will need a lawyer to represent Obidan Dela. So I know Mish Brown is here. The Don is here. I don't know, but I don't know if there's anyone who can actually stand in place of Obidan Dela at all as we continue. But I think senior counsels, all the other senior counsels can help us in that way. Aya, thank you, Your Honor, thank you. Aya, Jackie, continue talking, please. Okay, the main reason we are here today is because one Obidan Dela amekuwa accused of some issues. One of them, there is always the root cause of everything, and everything started on mipango ya Valentine's. Na wakati usiniambie niongee haraka woye, please. Wacha nielezee tu kwa upole tu venye naeleza. Kindly ignore the comment section, please. Focus, ignore the comment section. Yeah. Thank you. Yeah, so everything started wakati walienda preparation ya Shosh kuingia Valentine's. Na kufika mahali pale, Shosh akafanywa pedicure, manicure and everything. Hatujui what happened there because mimi as a manager of Shosh, mimi sikuwa na issue Shosh akifanywa hizo treatments and everything, na Shosh akaenda peke yake. Mimi nilikuwa shughuli zangu. So wakati Shosh alienda akafanywa hizo vitu, baadaye
the following day anasema alifika usiku sana late mpaka mi sitaki kuongelelea hiyo alipata watoto wamelala hivyo, wacha niruke hapo. The following day they were going to Valentine date and Shosho was having issues about yeye kupanda matatu. Anasema Obida nilimwambia apande matatu in hali amembaia dress kubwa sana inafagia chini. So Shosha akamwambia sitapanda matatu, nitumie taxi ama nitumie fare, nitafute taxi. Na Obida nakamuuliza pesa ni ngapi ya taxi, wakaelewana na Shosh akatafuta mtu wake wa taxi akamwambia ni 2000. Na before that Shosh alinsist sana akamwambia mimi nataka kuja na manager wangu which is me. Mi siku hapo. Hata wakanipigia simu wakiwa pamoja hiyo jioni akamwambia ongea na my manager na lazima tukue na yeye kesho. Obida is like was against that. Shosh kwenda na mimi. So Obida akaniambia I'll call you. Wacha Shosha kuje na mtafutia Uber, I'll call you tupange vile mtakuja kesho. So si mimi nikangoja call mpaka saa 6, saa 5 sioni call. Mimi Shosha akanipigia simu akaniambia mom kuna vile Abida ananiambia niende na matatu lakini mimi siendi bila wewe. Ameniambia nitafute taxi na tumeelewana 2000, mtu wa taxi anaitisha 2000. Na kwa sababu wewe uko kazi zako nataka jue ni manager wangu pia wewe kuja unipeleke kwa sababu mtu wa taxi hata ni kama amepata kazi nyingine na mimi siendi mahali bila wewe. Shosha alikataa kabisa aendi bila wewe mimi. So nikasema nifanye aje? Mimi nikatoka nikamwambia it's okay, let me just come twende. Nikamuuliza umeambia Obida tunaenda? Akasema nimemwambia lakini amesema wacha afikirie. Ati huko food ni expensive. Sijui nini. Shosha akamwambia hata kama food ni expensive nitalipia mtu wangu. Akamwambia hivyo nitamlipia Jacqueline food. Aya. Obida akanyamaza. So Shosha akanipigia akaniambia Obida amekubali alipe gari 2000 kwenda na 2000 kunirudisha. Nikamwambia it's okay Shosh, wacha nikuje nikupeleke. So nikakuja nikapick Shosh tukaenda. So kufika pale vitu zili happen. Tukaambiwa tufunge Shosho 1 hour, kuna surprise. Tulifunga Shosho 1 hour mpaka comment section waka complain wakasema mnaumiza Shosho because it's like everything haiko imeplaniwa vizuri. Comment section akasema fungua Shosho. Nikamfungua Shosh. Obida alirudi sijui after 1 hour ama after how long, alikaa sana for long. So Shosh alikuwa anaumia macho akafunguliwa. So wakati alifunguliwa tukakaa another 30 minutes. Obida akakuja akasema everything is set. Hizo nini iko set and everything. So nirudi nyuma kidogo juu unajua kuelezea story unaruka zingine kwanza. Yeah. Lakini don't take too long. Just go precise. Yeah. Thank you. It as short as possible. Tulienda photoshoot. Shosha akapigwa mapicha, mavideo nini. So makosa ya kwanza hakutumiwa video hata moja apost kwa platform yake which ilikuwa mboka kati ya nani alikuwa anatafuta mboka yake Obida, which we understand kama content creators anatafuta mboka side yake atrend na Shosho juu yeye ni celeb na Shosho pia anahitaji kitu ya kuput kwa platform yake pia at least ndio pia yeye aendelee pia na kupata viewers, followers and everything juu wote wakomboka wanasaidiana, umeelewa? So makosa ya kwanza Obida hakumtumia any picture at all, picture, video, nothing. Mpaka Shosho ananiuliza sasa mtu nimeenda na anipatia hata picha, hakuna kitu nimeweka kwa platform yangu, yeye amejisaidia ametrend na mimi. Shosho akaboeka juu ya hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili zile akapewa gift hapo akaambiwa asifungue kwa photoshoot, akaambiwa asifungue. Kumbe the same gift ndio zilikuwa zinaenda tena same venue ndio zinaenda kusurprise tena Shosho. Anyway, ni sawa. Sisi tukafika pale tukapata surprise. Shosh nikaambiwa fungua Shosh mbele ya watu. Na sisi wote tumengojea surprise 2 hours. Nikafungua Shosh macho. Surprise ilikuwa ni nini kwa meza? Maua za 50 bob na vijiko na uma na visu. Hata hakuna chakula. That was the surprise. Hiyo ni kitu kingine ilifanya Shosh akaboeka. Aya, na zile gift zenye alikuwa nazo kwa photoshoot zilikuwa hapo kando. Shosha alinyamaza tu. Sisi wote tukanyamaza. Tukakaa another tena 1 hour ndio food kuje. Anyway, ni sawa. Tukatoka hapo.
Mimi nikaambiwa chukua video, chukua kamera, lakini usionyeshe gift Shosho akifungua. Ni content. Lazima watu waende YouTube wa subscribe na watch wajue nini Shosho alipewa. Mimi nikafuata instruction. Mimi sikuwa na objection. Mimi na respect watu, na respect ile pesa umetumia ama nini umetumia. Mimi nikakurespect, si kupiga picha yote. Nilikuwa napiga huko kwa maji, naonyesha watu vile hiyo place iko poa na market hiyo place ndio pia nyinyi mkuje. So kukaisha, Shosho akafungua vitu zake huko, magift zake. Alafu kidogo nikaambiwa, DCIO, kuja uchukue hii video. Lazima kuna kitu, lazima TikTokers waone ikifunguliwa sasa. Nikasema, na hii ni nini? Kulikuwa na surprise ingine kwani? Okay, mimi nikafanya vile naambiwa. Nikaenda na kamera, nikawapeleka mkajionea, ilikuwa thermos ya kuweka maji. Nikamaliza kazi yangu hapo, mkajionea thermos. Zile zingine zote hamkuona. Tukamaliza story, tukatoka hapo sisi tukajiendea. Mimi nilikuwa nimesikia TikTokers wakiambiwa kuna bed mahali Shosho atalala. Mpaka Queen ananiambia, sasa Jackie ulibeba nguo? DCIO ulibeba nguo? Na mimi kama kawaida mimi ni night runner ama nalalanga kwa gari na bebanga tunguo kwa So, unajua mtu amezoea experience ya kulalala kwa gari na masafari za ghafla. Uwezi kosa tunguo tuwili kwa gari. So, nikaambia Queen, mimi niko na nguo. So, si tunangoja tuende surprise bed. Yenye ilipostiwa, by the way, kuna bed ilipostiwa. Hakukuwa na bed, my friend. Tulifika hapo saa 9, Shosho amefreeze hadi ameshikwa na kifua. Aoni juu ya kufungwa macho 1 hour, anaumwa na macho. Saa 9 usiku, ilikuwa saa 9 usiku. Yes, tulikaa mpaka 3. Shosho amepigwa na kifua yake yote, amepigwa na baridi. So sisi tunajua kuna bed, naambia Shosho relax atu travel, tunaenda kulala. Shosho akaniambia sawa. Tukamaliza hapo sana, ngojea bida na tuelekeze ni lift gani inapandwa na ni which floor tufike kwa bed. I think hiyo ilikuwa surprise nyingine. Tukangoja surprise kidogo. Wacha mimi niende nilete gari. Tuende. Hiyo ni gari yangu. Yeye alikuwa driver wetu juu. Yeye ni mwanaume, mimi na respectingi mtu mkubwa kwangu. Nikamwambia wewe ndio utadrive, akatudrive. Hii nilikuwa kwenye. Akasema okay, wacha niende nilete gari. Tukuje tuingie. Nikashindwa haya. Kwani venue haiko hapa tena mahali tunaenda kulala ama iko nje? Maybe iko Hilton Hotel. Juu nikasema sawa. Sisi tukatoka, ndio hiyo sisi tumepanda kwa gari. Kufika ni Doni ama wapi Shosh? Ilikuwa Doni mali nani alishukia Obidan? Doni. Don home. Si ndio? Alishukia Dono kwa barabara hapo. Akasimamisha gari kwa barabara, akatuambia sasa nyinyi muende, wacha mimi naishi huku. Mimi nikaambia nani, kwani kulikuwa kunaenda aje kuko na bed maka Shosho amelala, ule cameraman wa Obidan amelala. So mimi nikaambia Obidan okay, sawa, sikutaka mambo mingi, nikaambia Obidan sawa tu tupe fare. Jusi alikuwa amekubali alipe 2K kwenda na 2K kurudi, cause ni mbali sana Githunguri, Nairobi, and then Kitengela huko. Sijui hiyo hoteli iko Mombasa Road, kienda na Kitengela. Yeah, tuliona. Tunajua penye iko. Mimi najua iko wapi Mombasa Road. Aendelea. Nitumia hadi mafuta yangu, alinitumia 1000 peke yake. After hata wameona Shosho ni 2K, akanitumia 1000 peke yake kutoka huku Githunguri kwenda mpaka town, kutoka huko kwenda mpaka Mombasa Road. Mimi nikafikiria maybe atatuma hiyo 1K ingine na hiyo 2K ingine ya kurudisha Shosho. Juu si operation yote ilikuwa ni yake. Sorry, I'm using operation juu hiyo ni mambo ya maskari na nini pole. So msini misunderstand. So si aliwa najua operation ni yake, so anafaa vile tulielewana transport. Nikasema maybe atanitumia hiyo 3K. Sasa akashuka, nikamwambia okay, utanitumia nini mafuta? Akaniambia ilikuwa imepaki 1K, juu alikuwa ametuma dhao. Akatuma dhao, nikamwambia Obidan 2K ilikuwa ni kurudi na kukuja na kurudi ilikuwa 2K. That was the agreement. Akasema hapana, mimi si communicate na. Nikamwambia okay, mimi sipendangi kubishana na mtu. Nikamwambia ongea na Shosho vile mliongea, muongee na Shosho.
Shosha akamwambia Obidan, nilikwambia ni 2000, tulielewana 2000 kwenda na 2000 kurudi, na unajua mahali tumekuja ni mbali. Hiyo 1000 haitafika Githunguri kutoka huku Kitengela, sijui ni wapi kwenye tuko. Akasema sawa, naongezea 1000 nyingine. Mimi juu sitaki kubishana, nikamwambia sawa. Akatuma hiyo 1000 na mimi nikaongezea zile zingine. Sisi tukaenda, tulifika kwa nyumba 5. Watoto walikuwa shadows, tukalala nje ya gate mpaka asubuhi kwa barabara umelala. Tukalala kwa barabara. Tashoja ananikumbusha. So, makosa ya pili, sijui ni ya pili ama ni ya tatu ama ya 4. Kufika hapa, mimi Shosha kaniamsha juu unajua tulilala late, tuliingia kulala saa 1 tu, tulilala nje ya gate juu watoto walikuwa wamelala wangefungua gate. Shosha akafungua magift zake. Akaniita, akaniambia, "Mom, hebu kuja." Mimi nikaenda. Ni nini Shosha? Akaniambia hebu kuja ona hizi vitu. Shosha kwa wapi hizo vitu? Akaniambia kuja ona kuna kitu sielewi. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia hii ni nini? Nikatoa night dress. Hebu tuonyeshe. Hebu nipe Shosha hizo vitu. Your Honor, is it okay for the evidence to be presented in court, Your Honor? Senior Counsel Sunday. Yes. Let me take the microphone right now. Yes, since it is a delicate case that needs attention, a public hearing, and I'm here to preside with maturity and with all due diligence, with all the wisdom and education that I did in my Harvard TikTok School of Law, graduating with the first class honors. It is in this court that we are going to get the exhibits. So can we parade all the exhibits without no fear or doubt? Thank you. That is my directive. All exhibits be paraded there. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you. All right. So, DCIO, are you ready? Yeah, zingine zinaletwa. Sasa, hizi ni gift alipewa kwa photoshoot, at the same time zilikuwa surprise kwa venue. Na tukaambiwa tusifungue. Na is that 2 different days? Ni siku mbili tofauti ama the same day? The same dates ni na same gifts. Okay, watu wanataka ukuje big tunaenda kusurpriseiwa nayo kwa venue, ni same surprise alisurpriseiwa huku kwa photoshoot. Okay, sawa. Haya, twende nalo. Look, then ni kikombe. Hii zile vitu mlikuwa mnafichwa, surprise ya Shosho ilikuwa hii kikombe. Ya pili tulikutana na tumaua mingi kama hizi. Hii moja mingi ilikuwa surprise kwa meza, zilikuwa kama 10 na vijiko na uma na nini na visu zile za kukula na hakuna food, ilikuwa hivi maua 10 kama hii na vijiko na uma. Hiyo ndio ilikuwa surprise ya Shosho kwa meza. So na hizi gift. So gift zilikuwa na vitu hizi. Unaona hii kitu? Hii ni ya mtu mkubwa ama ya mtoto? Haya, hiyo ilikuwa gift ya pili after kikombe. Ya tatu, Shosh, hii dress ilinunuliwa ile siku ya nini? Hii si gift. Hii dress yenye alikuwa amevaa ilinunuliwa huko. Alafu isitoshe, Miss Brown is here and I love you so much my sister. Let Jacqueline up me again. Niko na echo kidogo tena. Up me again. All right, Your Honor. Jacqueline up me again. Yes, okay, Your Honor. Okay, let me disconnect him. Haya. Endelea. Wakati alibaiwa dress walikuwa na Miss Brown, na Miss Brown aligharamia kucha na kila kitu. Ni Miss Brown alilipa, lakini hakuna mahali Miss Brown ametajwa, aja appreciatiwa everything. Obidan anasema alifanya. Miss Brown atasema kama ni ukweli yeye ndiye alilipa makucha na ni hizo pedicure. Haya, gift ya tatu ndio hii. Yoni. We listen, we collapse, guys. We listen, we collapse. Everyone, we are collapsing together at once. Madam Prosecutor, before we continue, I would wish Jacqueline, after explaining all this, I am here to present comment section, and this is the question here. DCIO Jacqueline, after all, tell us what is the meaning of gift according to you, and how much was your expectation, and what was
what do you feel that gift has was wrong? How do you feel it was wrong to be gifted such? Okay. So you Objection, Your Honor. I think. I'll answer your question. Objection, Your Honor. Answer your question. Objection, Your Honor. May I approach kindly? Jackie, can you listen to people? Listen. No. Jackie, listen. Goja, your Shosho's lawyer has the mic. Shosho's lawyer. Continue. Objection, Your Honor. Kindly, I think we are still in the submission. The case is not yet. We are not still at the point of asking questions. So can we kindly listen to the submission before we interject? Kindly. Objection sustained. So now we are still in the exhibits. So there's no need of questioning right now. We wait until all the exhibits have been presented to us in the court. So Senior Counsel Peter Kioi, you can preserve your questions. You are presenting the juries, but now it's not the right time. Thank you. Go ahead with the exhibition, with the exhibits, please. Yeah, I'm doing this because niliambiwa na court nionyeshane gift na mali ilileta utata. Nilisema before, there is a root cause of everything. This is the reason why Shosha kwenda interview. So allow me to kuelezea the reason why kwenda interview. You just show, Jackie, yes. Tunakuelewa. Show us. So kuna hii ya kulala nayo ni top na hii ni top ya ndani na kuna hii ya juu. Kuna hii ya juu na kuna hii Wapi Tom? Ile tunatuonyesha kuna top ya juu, kuna hii. Please, can you present those exhibits properly? Jackie, can you show hizo vitu vizuri? Alafu guys, jury, members of the jury, we are collapsing together. We are collapsing together in unison. Thank you. Your Honor, I mean, just take your time and show us the right way. Thank you. I'll mute. Okay, ingine ni bra, which is very good. Obidan, ulifanya kazi mzuri sana. Aya, kuna sasa moja ilileta utata. Hapana, kuna ile atuongo. Kuna ile suruari ya kwanza yenye umeonyesha. We want to see that exhibit. Thank you. Oh my God. Okay. Sasa afadhali hii suruali kuna yenye inakuja sijui Shosh kama alichoma. Don't your opinion on anything atutaki. Wewe tuonyeshe. Yeah, hii ni kitu ya AC. Let us focus. No laugh in the court. No laugh in the court, please. Sorry, Your Honor. Mute and unacheka hata mimi ni judge, lakini kuna mahali pengine siwezi kujizuia na mute na cheka tafadhali. Tumeweza kuoneshwa thong pale, tumeweza kuoneshwa nguo, of which I think kwa Valentine's gift those are the things that are supposed to be given. And again, yes, go ahead with the exhibits please, Madam DCIO. Thank you. Yeah, kuna moja ina miss, kuna ndimu, kuna kanini ya ndimu hivi ilikuwa part of the gifts pia na hatuwezi weka kando. And then Queen, kuna picha ya thong nilikutumia, ni kama Shosho alizuika alichoma ama niko na picha, wacha niwaonyeshe. Haya, onyesha hizo mandimu na leta picha. Hii ya mwisho, hii ni surprise ya Valentine ya mwisho pamoja na hizo zingine na sweetie na sweetie 4 hivi za watoto. Hizo ndio zilikuwa surprise ya Shosh, yenye Shosh alikaa na mpaka saa 9 asubuhi na tulimfunga macho for 1 hour na ali appreciate by the way. Sasa Queen, utuonyeshe hiyo thong cause tumetafuta na hiyo ndio ilileta utata sana hadi Shosh angeweza kwenda interview na Obidan angeelezea the reason. Unaweza tuonyesha Queen please? Tumekosa hiyo thong. Alipatia Shosho thong ya red. Shosha akaniuliza hii ni nini? Nikashtuka pia mimi nikasema thong, alimletea thong. So Shosha akali feel disrespected juu ya hiyo. Hizi gift zingine hata kama ni za watoto ali appreciate. Ali appreciate. Shosha uli appreciate. Juu hakuna mtu alinunulia hata kama uwe. Exactly. Obidan. Anasema ali appreciate juu hakuna mtu alimnunulia hata kama ua. Ali appreciate hata kama ni za watoto, ali appreciate. Hata mimi nili appreciate. Aya.
Mali lizuka utata ni hiyo to. Ikaleta issue akaniambia, "Ai Obidan na feel ameni disrespect kwa kunipea kitu kama ina have a conference call." Mimi si mtu wa vitina, utawahi nisikia nikiongelelea mtu. Na Queen ako same. Wakati tulimpigia Queen simu tukamwambia these are the nini. Shosh is complaining because of this ithong. Queen akasema mimi sitaongea anything kama Obidan na yuko. Tukapiga video nini conference call. Akaulizwa kwa nini uliwekea Shosho thong. Akaanza kuongea vibaya mpaka akakata simu. So Queen akamwambia okay, that is not good, lakini ushafanya na Shosho kile ulikuwa unataka kufanya na yeye, it's okay. Wacha sasa from there Shosho afanye mambo zake juu hajafanya mboka 3 days. Hizo siku zote umempeleka out, hajafanya mboka. Na Shosho anategemea mboka yake. Akujange hapa TikTok kutuomba food, kutufanyia nini. Hiyo ndio TikTok Icot ilikubali kumsaidia na mboka, ndio asikuje kuomba TikTok. So hizo 3 days hakufanya kazi. Na Obidan hizo 3 days amemzungusha Shosho, hakumappreciate hata na 2,000 akijua ni mtu akomboka. Hakumappreciate na anything. Hata anyway ni sawa. At least mtu unaelewa huyu mtu akomboka, umemzungusha siku zote, ungempatia hata 5,000 mwambie Shosho. Flask comment section inaomba flask, onyesha flask tena. Ndio hii yenye mlionyeshwa, ndio hii. Ndio hii hapa. So at least I beg to so I beg to our prosecutor atuonyeshe the last evidence. Aya nikiendeleanga. So the reason why hii story imekuja ni hiyo Jackie, no. Usiendelee, ngoja nionyeshe hiyo evidence. Yeah, take your time. All right, so I'm going to go to the gallery and I'm going to select pictures. What's any select? I think in the court of law, pictures are not part of the evidence. If you don't have you don't have it there with you. Where is it? Yes. So we've already been shown these items in court. So I'm just showing you the pictures of them. We've already seen them in court. So they are pretty much admissible. So I'm gonna continue with the show and tell. So the next one. So that is the little chupi. And then we have that cutesy little thong. And then I've got a different view, so that this is now the rare view of the said thong, which was all packed for Shosho by Obidan Della. And then moving swiftly, we have that little teddy bear in a cup. We then have a teddy bear with a cutesy skirt. Moving swiftly, we have a teddy bear on a mug. The mug is written love with a spoon. And then finally, we have plastic flowers, red plastic flowers for our dear Shosh. Thank you, Your Honor. That is the end of the exhibition. Yeah. So the mic is back to you, DCIO. So before DCIO takes the mic, now it's time to question Shosh according to the exhibits that has been represented. Kwa ufupi tunasema hivi, Shosh aletwa kwa kamera, alafu tuweze kumove forward na hii exhibits ambazo zimewekwa hapa ama evidence tafadhali. Shosh, shikamo. Yeah. Shikamo. Maraba, okay. Sasa katika haya mambo yote ambayo imeweza kuoneshwa hapa, je, unadhibitisha kwamba ni ukweli hayo mambo yote? Hizo ndo zawadi ulizoletea wakati wa siku ya wapendanao, siku ya mapenzi? Naulizwa.
Hizo picha zimeonyesha hapo zawadi ulipewa siku ya Valentine. Nilipewa siku hiyo. Na ni zawadi gani? Maanake zawadi yoyote, na nikirudi kwa lugha ya Kiebrania ama Kikuyu ya Judas Iskarioki, inamaanisha kwamba zawadi, hata ukiletewa ng'ombe ambayo ina meno ni zawadi tu, kwa sababu huko unatarajia. Shida yako ilikuwa gani haswa? Kwa sababu kesi hii tunaenda kuitafuta, tunaanza kuifuatilia kwa ufasaha ama with a lot of neutrality. Shida yako ni gani haswa, wewe mwenyewe kama ambaye unashtaki Obidan? Anauliza kati ya hizo zawadi zenye ulipewa ni gani ilikuwa tatizo kidogo? May I respond to that, Your Honor? Shosh kwanza, alafu utapresent because ni ako hapo kwa koti. Shosh, kuna itilafu gani ama shida gani katika hizo zawadi ambazo unaona pengine ulikuwa hujapewa heshima yako kama Shosh ama kama mtu mzima, ambao imekuleta kwa kesi, kwa imeleta kesi hii kotini? Kwa fupi tu. Hiyo night dress na hiyo kaguo kengine, hiyo kadogo. Oh, okay, ako kathong. Thank you very much. Madam Prosecutor, you can now allow Senior Counsel who is representing Shosh Sunday to talk on behalf or to represent Shosh. Thank you. Thank you. Thank you, Your Honor. Senior Counsel Sunday, take the mic. Thank you so much, Your Honor. I think we are not yet done with the submission according to the case we had yesterday. That according to the submissions made yesterday, I would wish to grant my client still an opportunity to get done with the submissions before she takes the bar for a cross-examination, of which I request to go first on a cross-examination, if you allow me to. And I think, according to your question, I think in the society, we all know